Tume ya Umoja wa Afrika AUC imekashifu hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kuweka amri mpya ya usafiri inayowazuia raia wa mataifa 12 duniani kuingia nchini humo. Katika orodha hiyo, mataifa 7 ni ya kutoka Afrika. Amri hiyo itaanza kutekelezwa Jumatatu ya Juni 9 mwaka huu 2025. Aidha, raia wengine kutoka mataifa 7 watakabiliwa na masharti makali wanayopaswa kuyafuata kabla ya kuingia Marekani. Barani Afrika, mataifa yaliyozuiliwa kabisa ni Libya, Sudan, Equatorial Guinea, Eritrea, Chad, Congo Brazzaville na Somalia. Katika eneo la Mashariki ya Kati na bara Asia na Amerika ya Kaskazini, mataifa kama vile Afghanistan, Iran, Haiti, Yemeni na Myanmar yamezuiliwa kuingia Marekani. Marekani pia imeweka vikwazo vya kupeana visa kwa Turkmenistan, Laos, Sierra Leone, Togo, Cuba, Venezuela na Burundi. Katika taarifa, msemaji wa mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika amesema kwamba japo Afrika inaheshimu uhuru wa Marekani kulinda mipaka yake, tume hiyo imehimiza Marekani kuangazia haki za kimsingi za kibinadamu. Aidha, imeitaka kuchukua hatua kali dhidi ya watu binafsi wanaokiuka sheria badala ya kutoa amri ya jumla inayoathiri wengi. AUC imesema, na hapa nainukuu, Umoja wa Afrika unaiomba kwa heshima kubwa serikali ya Marekani kuangazia ikiwa inaweza kutumia mbinu ambazo zitajumuisha majadiliano na mataifa husika na vilevile kuwepo kwa mawasiliano ya wazi. AUC inaiomba Marekani kushirikiana kwa karibu na bara la Afrika kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zilizopo ambazo huenda zilichangia wao kuchukua hatua hii. Mwisho wa nukuu. Akijibu hatua hiyo ya Marekani, rais wa Chad amesema taifa lake litasitisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani. Lakini huko Mogadishu, Somalia, taarifa hiyo imepokelewa kwa huzuni. Sikubaliani kabisa na uamuzi wa rais wa Marekani wa kupiga marufuku kusafiri, kwa sababu wahamiaji wa Kisomali wanaenda Marekani baada ya safari ndefu za hatari kwa sababu ya maisha bora, unaelewa? Na sasa wanajenga maisha mazuri huko. Ningemtaka rais kubatilisha uamuzi wake. Si wazo zuri kuwafukuza watu wetu. Watu wengi kutoka Somalia wanaishi Marekani, wakiwemo jamaa zetu. Wanasaidia wazazi na jamaa zao nchini. Ningemwomba rais wa Marekani abadilishe uamuzi wake wa kupiga marufuku kusafiri na kuwaacha Wasomali waishi huko. Rais Trump ametetea hatua hiyo akisema inalenga kuwalinda raia wa Marekani ambao hapo awali wamekumbana na hali mbaya ya usalama. Leo hii natia saini amri mpya inayowazuia raia kutoka mataifa kama vile Yemen, Somalia, Haiti, Libya na mengine mengi kuingia Marekani. Uzito wa vikwazo hivi unatofautiana kulingana na uzito wa matatizo ambayo kila taifa binafsi inayo na tishio ambalo lipo. Orodha hii inaweza kufanyiwa marekebisho kwa misingi ya ikiwa mataifa husika yatatekeleza mabadiliko yaliyohitajika, na vilevile mataifa mapya huenda yakajipata kwenye orodha hii kutokana na tishio mbalimbali ambazo zinajitokeza duniani. Sasa ili kwa Washington DC nchini Marekani, Mando, hatua hii ya Trump kuzipiga marufuku nchi hizi za Afrika, je, ni hatua iliyokuwa imetarajiwa? Ni hatua ambayo imekuwa ikitarajiwa. Kwanza kabisa ni hatua ambayo inaendana na sera ya mambo ya nje ya bwana Trump na utawala wake ambayo inajulikana kama America First. Na sera hii, mojawapo ya malengo yake ni kuwa na msimamo mkali wa kudhibiti uhamiaji. Sasa ikumbuke kwamba katika utawala wa Trump wa kipindi cha muhula wa kwanza hakuwa na mahusiano mazuri na nchi za Kiafrika. Na mpaka akatoa kauli yenye utatanishi ambayo ilionekana ni kama kutusi mataifa ya Afrika. Kwa hiyo ni sera ambayo imetarajiwa, lakini pengine kitu cha kushangaza inaweza ikawa ni namna gani nchi ambazo zimejumuishwa katika hilo katazo la kuingia Marekani na nchi zingine ambazo zimepewa masharti makali ya kupata visa za kuingia Marekani. Na Mhando, unapozungumzia nchi hizo, Afrika imeathirika pakubwa ama zaidi na amri hii. Kwa nini Afrika iwe inaathirika pakubwa? Moja ni kwa sababu katika siasa za ndani Trump anajaribu kufufua na kuweka mtazamo kwamba Afrika ni mahala ambapo hapana ustahimilivu, ni mahala ambapo ni bara la machafuko, ni bara la maskini. Kwa kuna
hizi fikra unaweza kusema fikra potofu, lakini fikra ambazo ni hasi juu ya mataifa ya Afrika. Kwa hiyo ni mojawapo ya hatua ambazo anachukua kwa ajili ya kuonyesha kwa wapiga kura wake kwamba anachukua hatua kali za kulinda Marekani dhidi ya ugaidi na athari za kiusalama. Lakini kwa upande wa pili ni jambo ambalo kama ambavyo imeainishwa kwa muktasari kwenye tamko la Umoja wa Afrika, ni jambo ambalo kwa Kiingereza nasema blanket ban. Hakuna ushahidi wa kuzuia mataifa yote ya Afrika ambayo yametajwa kwenye hiyo orodha, kwa sababu hizi threats za ugaidi na usalama ni jambo ambalo linatokana na ushirikiano wa kimataifa na hususan katika masuala ya ulinzi, usalama na intelijensia. Sasa ni kitu kipi ambacho tunaweza kujifunza kutokana na amri hii hususan mataifa ya Afrika? Kwanza kabisa mataifa ya Afrika, kitu ambacho cha kujifunza hapa ni kuanza kuboresha ushirikiano wa mataifa ya Afrika ndani ya bara la Afrika. Kwa mfano, ukiangalia sasa hivi mataifa ya Afrika ambayo yana sera ya kutokuwa na visa kwa mataifa mengine yote ya Afrika, kati ya mataifa 54 ya Afrika ni mataifa 5 tu ambayo ndio yana sera ya kuruhusu wa Afrika wengine kuingia bila visa. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni mojawapo ya vitu ambavyo bara la Afrika linaweza likaangalia katika kuboresha uhusiano wa ndani kwa ndani, na katika kuboresha uhusiano huo pia kuwe na kuangalia namna ya kuboresha mkakati wa kushirikiana kiuchumi na mkakati wa kushirikiana katika mambo ya usalama pia. Na vile vile ni kuangalia namna ambavyo Afrika inaweza katika masuala ya ushirikiano wa kimataifa kuto kutegemea Marekani kwa kiasi kikubwa kama mshirika wa maendeleo na katika masuala ya kibinadamu na ulinzi na usalama. Ni wakati sasa wa bara la Afrika na mataifa ya Afrika kama nchi binafsi kuanza kutengeneza mkakati mpya wa sera ya kimataifa. Bila shaka, shukran sana. Mahojiano hayo na mchambuzi Mhando Philemon Mbuguni kutoka Marekani ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu. Tanzania, rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68. Chama chake kimesema hivyo. Chama hicho cha Patriotic Front kimesema kwamba Lungu amekuwa akipokea matibabu maalum nchini Afrika Kusini kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Lungu aliongoza Zambia kwa miaka 6 kuanzia mwaka 2015 na kushindwa katika uchaguzi na rais wa sasa Hakainde Hichilema kwa kura nyingi. Baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, alijiondoa kwenye siasa, lakini baadaye akarejea na kuonekana kuwa na nia ya kutaka kugombea tena urais. Hii ni Dira ya Dunia.